Mzabibu TV. Come we grow together. Lakini katika Mwanzo 1:27 mwanamke ameumbwa. Huyu mwanamke ako wapi? Ndio nataka uelewe kwamba kile kitu ambacho tayari umeweza kukipata, nataka ujue kwamba kila ambacho unahitaji kijakuja kiko tu hapo, nacho kimeumbwa. Sasa ni nini unaweza kufanya ili ukaweze kukileta? Mwanamume alipokaa katika shamba la Eden, huyu mwanamume hakuweza kuasi. Kitu cha kwanza ndio ujue, hata mwalipokuwa katika shamba la Eden alinyenyekea tu, akanyenyekea na akaishi katika shamba la Eden, lakini alikuwa peke yake, akakuwa na upweke, hata akawa mpweke. Lakini alipokuwa mpweke, wapendwa, kule katika bustani ya Eden, hakuweza kufanya kosa lolote. Maandiko yetuambia, wacha tusome kitabu cha Mwanzo 2:18. Maandiko yanasema, Bwana Mungu akasema, si vyema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Mungu anasema nitamfanyia msaidizi wa kufanana na yeye. Na Mungu akisema nitamfanyia, atasema ya kwamba nitamuumbia. Tayari ashaumba, imebaki kufanya ama kutengeneza. Mungu anasema nitamfanyia msaidizi wa kufanana na yeye. Maana huyu msaidizi ambaye Mungu anamzungumzia, mpendwa, ashaumbwa, imebaki kutengenezwa. Katika kitabu, maandiko mengine katika version ya Habari Njema inasema ya kwamba nitamtengenezea, lakini hii ni King James inasema ya kwamba nitamfanyia. Hauwezi kufanya chenye ujaumba, unafanya. Ukiona mtu anatengeneza kitu, inamaanisha anatengeneza kitu ambacho tayari ashakiumba. Kitu ambacho hakijaweza kuumbwa hakiwezi kutengenezwa. Sasa Mungu anasema katika Mwanzo 2:18 kwamba nitamfanyia mtu. Si vyema huyu mtu akae peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Wapendwa, katika maneno haya Mungu alipokuwa akisema ya kwamba nitamfanyia, wakati alisema tu nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye, alikuwa sasa anaamuru yule mtu ambaye alikuwa ameumbwa, yule ambaye anaitwa mke, kwa kusungumuza ya kwamba nitamfanyia. Hivyo alikuwa anatransfer spiritual body ya mke inaenda kwa physical body ya mwanamume ambaye ni Adam. Baada ya Mungu kusema ya kwamba nitamfanyia, alikuwa anaituma hiyo roho ambayo ni mwanamke, roho aliyoiumba, mwanamke aliyemuumba katika Mwanzo 1:27. Mungu aliposema ya kwamba nitamfanyia, katika hiyo jambo nitamfanyia wa kufanana na yeye. Hivyo tu alipomaliza, alikuwa sasa anatuma mwanamke huyu, anaingia katika mwili wa Adam. Wapendwa, kusema kama kuna mtu atasikia kusema ya kwamba mimi nitakuwa na pesa, ya kwamba mimi sina pesa sasa lakini nitakuwa na pesa, inatakiwa mtu ambaye anajua aweze kusema ya kwamba sasa mimi sina afya kwa sasa, lakini siku hii hata kabla ijaisha mimi nitakuwa na afya. Inatakiwa mtu ambaye hana sasa hivi, hana kazi, mpendwa, akaweze kusema ya kwamba sasa mimi sina kazi, lakini najua mwaka huu ndio mwaka wangu, 2025 kitambo ishe, mimi nitakuwa na kazi. Wakati unasema hivyo, mpendwa, utakuwa unaleta vitu kwako, unachukua vitu vya kiroho unajiletea. Baada ya vitu kukaa kwako, ndiposa vitu hivi vitakuja kutengenezeka na kufanywa. Kuna watu ambao walisema ya kwamba mimi nitajinyonga, na walijinyonga. Sijui kama wewe umeshaona. Kuna watu walisema nitakunywa sumu, na walikunywa sumu. Wakati walisema nitakunywa sumu, hiyo sumu ilikuja kwao na walikunywa. Kuumba mambo unaumba na mdomo. Wewe umekaa tu mwenyewe unasemanga tu, ai, huyu mwanamume huyu sitamuweza. Kweli utamuweza?
wewe umeumba hautamweza, umeleta hiyo hautamweza. Umekaa unasema huyu mwanamke huyu hawezi badilika, huyu mke amezwa hivyo, umeumba hawezi badilika. Lakini kaa useme hata kama una mtoto amebadilika, ameweza kukua mharibifu, ameweza kuwa na kiburi na majifuno, wewe kaa ukisema siku moja ninajua huyu mtoto atakuja kunyoroka. Huyu Mungu ambaye anaumba vitu vizuri, anabadilisha, atakuja badilisha, huyu mtoto atabadilika. Wewe hata mtoto wako amekonjeka, mtu wako amekonjeka amfika mwisho, inatakiwa useme ya kwamba mimi najua kitu kimoja, ya kwamba imefika wakati Mungu anakuja analeta uzima kwa huyu mtu. Usikate tamaa. Wewe unaweza kuwa hata mtoto wako alipotea kwa poma, haujui alienda wapi. Wewe hata una pari, miaka imeenda, miezi imeenda, siku zimeenda, unapiga ripoti hakuna ripoti. Usikae mtu akwambie eti hii muda yote, hii miezi yote, hii miaka yote, mimi nitaweza kweli, huyu ni kama ameenda kabisa. Wewe sema ya kwamba haijalishi, mimi ni baba ya huyo mtoto, mimi ni mama ya huyo mtoto, na mimi nimeishi miaka mingi kuliko yeye, ninajua ya kwamba atakuja. Itakuwa unamleta. Wakati unasema unamleta, Mungu aliposema ya kwamba nitamfanyia mtu wa kufanana na yeye, aliposema tu hivyo, mwanamke ambaye alimuumba katika Mwanzo 1:27 alikuwa ni mwanamke wa kiroho, mwili wa roho ambao uliumbwa unaitwa mwanamke, na hiyo spiriti ya mwanamke Mungu aliposema nitamfanyia, iliingia kwa Adam. Lakini kwa sababu Adam alikuwa physical, hakuwa anaona mwanamke. Baada mpendwa Mungu kuleta kitu kwako, huwa analeta mtihani. Hakuna kitu kitakuja kwa mtu wa Mungu bila mtihani. Hiyo ndio takiwa usisahau. Baada ya Mungu kusema ya kwamba nitafanyia huyu mtu wa kufanana na yeye, mstari wa 19, Mwanzo 2:19 inasema nini? Bwana Mungu akafanyisha kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adam ili aone atawaitaje. Wewe sikia hii maneno. Baada ya Mungu kusema ya kwamba ametuma mwanamke sasa kwa mwili wa Adam, na sasa anasema ya kwamba akaumba, akatengeneza, akafanyisha wanyama, maana wanyama alikuwa ameumba katika Mwanzo 1, na ndege. Sasa akawafanya kutoka katika mafumbi ya ardhi. Mwanadamu naye ameweza kumfanya kutoka kwa mafumbi ya ardhi. Mtu ametoka kwa mafumbi ya ardhi, wanyama na ndege pia wanatengenezwa katika mafumbi ya ardhi. Lakini mwanadamu ndiye alitangulia kufanywa kwanza ama kutengenezwa kwanza. Mungu akaongeza wanyama, akaongeza ndege, nao wakaweza kutengenezwa, naye akapelekea Adam. Mungu anasema ya kwamba wacha nione huyu mtu atafanyaje. Majina yenye atawawekea, hayo ndio itakuwa majina yao. Ni mtihani. Mungu anasema wacha nione, which means Mungu alikuwa amekaa tu pale kando, anataka aone hata vile anawekea hawa majina. Mungu alikuwa anataka aone hata vile anawekea hawa watu majina, na hivi vitu vimetoka kwa utongo. Yeye mwenyewe ametoka kwa utongo. Mungu anataka sasa aone hata wakati anawekea hawa wanyama majina, anataka aone huyu mtu ataona kitu cha kumpendeza mahali pale. Maana endelea kusema ya kwamba kila kiumbe hai jina alilokiita Adam likawa ndilo jina lake. Mstari wa 20. Adam akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adam aliyefanana naye. Baada ya Adam kufanya hii kazi, mpendwa, hakuona mnyama wala ndege wa kufanana na yeye. Hiyo ndio ilikuwa mtihani. Hata mwakamaliza kazi, lakini hakuona wa kufanana na yeye. Ndio nataka nikuambie pendwa, ya kwamba kitu ambacho Mungu anataka tufanye ni kwamba vitu ambavyo tunahitaji tayari Mungu ametupea. Lakini hapa kitu cha kwanza ambacho Mungu alipea Adam ni kwamba Mungu anataka mtu akaweze kumtumikia kwanza. Wanyama hawa Mungu ndiye aliwatengeneza.
Ndege hao Mungu ndiye aliwatengeneza. Akamwambia Adam wawekee majina yenye utawekea. Akawekea majina. Katika hiyo ilikuwa ni hutuma. Mungu anataka ili akaweze kufunua kila ambacho ameweka kwako kwa ajili ya wewe. Anataka kwanza tumutumikie. Nataka mpendwa ukaweze kuelewa jambo hili. Unaweza kuwa unalia mambo mengi sana, lakini Mungu anataka umtumikie kwanza. Mungu ana ametuma mwanamke amekuja kwa Adam, lakini anataka Adam amtumikie kwanza. Mungu anataka kwanza utumike. Kitu cha kwanza umtumikie. Wapendwa, katika kumtumikia Mungu watu hupata chenye wanataka. Mungu alipoanza na Adam, kitu cha kwanza alimpea kazi. Umeona Adam ako upweke. Adam ako peke yake. Lakini anampea kazi kwanza. Adam akaweza kumfanyia Mungu kazi kwanza. Wanyama hawa ni wa Mungu, ndege hawa ni wa Mungu, wanyama wa mwituni ni wa Mungu, lakini Mungu akampea kazi ya kuweza kuwekea majina. Hiyo ilikuwa ni hutuma. Baada ya hutuma, Adam akaweza kuangalia, akasema ya kwamba katika hawa wote sijaona hata mmoja wa kufanana nami wala wa kunipendeza. Baada ya kufanya kazi, Adam alijipata pato ako kwa upweke, lakini vitu ambavyo amewekea majina vimetoka kwa ardhi. Yeye mwenyewe ametoka kwa ardhi, lakini hakuona kitu kinachompendeza. Kitu kingine ambacho inatakiwa ujue mpendo, kwamba inatakiwa ujielewe. Kuna shida sana. Unaweza kuwa mtumishi wa Mungu na ujielewe. Unasikianga tu mambo ya watu. Huyu hawezi. Huyu hakusoma. Huyu hana fedha. Huyu sijui atafanya nini. Huko unasikia sauti za watu. Lakini Adam hakusikia hiyo. Yeye alijielewa. Alijielewa ya kwamba yeye ni mtu, na yeye anafanana na Mungu, na yeye hafanani na mnyama, licha ya kwamba ametengenezwa kutoka kwa udongo kama mnyama na ndege. Lakini alijua ya kwamba yeye si kama ndege, yeye si kama mnyama, yeye ni mtu ambaye anafanana na Mungu. Akawekea majina wanyama, lakini hakuona mnyama wa kumpendeza wala kufanana yeye. Lakini mpendo, ukitaka kujua kwamba tuko na shida kwa sasa, angalia dunia sasa. Unasikia habari gani hata katika mitandao? Unapata mtu eti amelala na kuku. Unapata mtu amelala na mbuzi. Mtu amelala na kondoo. Mtu amelala na ng'ombe. Na kwanza mwenye analala na ng'ombe hana ng'ombe. Yaani maneno kisiji kama unaona. Mtu analala na mbuzi na hana mbuzi, anaenda ya jirani. Mtu analala na kondoo na hana kondoo, anaenda ya jirani. Mtu analala na kuku na hana kuku, anaenda ya jirani. Sasa wacha nikuulize swali mpendwa. Huyu mtu kweli kama anaweza kuenda kwa ng'ombe ya jirani? Kama angekuwa Adam kwa hiyo shamba la Eden, ng'ombe wote hao angelala na wangapi? Kama saya na hiva ng'ombe analala nayo. Na kama angekuwa msituni kule, yeye mwenyewe ng'ombe zote wamemletea. Kondoo wamemletea. Mbuzi wamemletea. Ndege ni kuku wamesileta, wameleta mapata. Iko hapo kila kitu. Angelala na wangapi? Kama saya hana kuku na anaweza kulala na kuku ya jirani. Sasa kama angekuwa katika shamba la Eden, huyu mtu kweli angelala na kuku gapi? Hapo ndio ujielewe. Ujiulize. Jiulize mambo haya. Lakini hata kwa sababu alijielewa, mpendwa, alijielewa, akasema sioni chochote kinachofanana na mimi. Nataka mpendwa ukaweze kujua kwamba wakati Mungu alituma Hawa, alienda akamweka ndani ya Adam na alimweka kwa upavu wake. Alipomweka kwa upavu, inatakiwa ujue kwamba Adam ni roho. Hawa, huyu mwanamke Hawa ni spirit ambayo imeumbwa, iko na macho, iko na akili, iko na miguu, iko na mikono. Spirit ni kama malaika. Yaani mtu anakuja akiwa full, anakuja akiwa full, ndiye asaliwa akiwa full. Unaona watu ambao tunakuwa na matatizo, changamoto za akina ambao wanajifungua watoto ambao hawako full. Inamaanisha hiyo spirit ambayo ni ya mtoto ilitatizwa katika ulimwengu wa kiroho. Mtoto akisaliwa kilema, inamaanisha hiyo mkuu haijaweza kukatwa akiwa hai hapa, ilikatiwa katika ulimwengu wa kiroho. Maana mtoto paka akuwe full katika ulimwengu wa kiroho, ndiye
asaliwa akiwa na viumbe vyote. Mtoto ambaye anasaliwa akiwa kiwete inamaanisha alikatwa mkuu akiwa katika ulimwengu wa kiroho. Kuna miroho zilimkata mikuu akiwa kule. Sasa nitakiwa uelewe kwamba Adam alipokuja, Mungu alipotuma roho ya Hawa ndani ya Adam, alikuja akiwa mwanamke full. Hata wakati alikuwa anasema wewe ni ng'ombe, Hawa alikuwa anasikia. Wakati Adam alikuwa anasema wewe ni kuku, Hawa alikuwa anasikia. Hata wakati alikuwa anasema kwamba wewe ni punda, basi Hawa alikuwa anasikia. Hawa alikuwa anashuhudia hii maneno yote, maana ni roho na imekaa kwa ubavu. Mpendwa, yani ashumu ya kwamba hata wakati alikuwa anawekea wanyama na ndege hii majina, Hawa alikuwa tu amekaa kwa mbavu hapa. Unajua Hawa ni mbavu. Sasa alikuwa tu kwa mbavu, amekaa tu pale, anasikia vile mwanamume yake anafanya kazi, anasikia vile huyu jamaa anaweka majina, anawekea ndege majina, anawekea wanyama wa mwitu majina, anasema wewe ni nyati, wewe ni simba. Au akapa ametulia, yeye ni mwanamke ametulia bwana, amekaa pale. Nataka nikwambie mpendwa ya kwamba kama Adam angeweza kupenda siku hiyo mnyama au ndege yoyote alale nayo, au angeambia Mungu, Mungu umeona hii maneno? Au angeambia Mungu, Mungu huyu ndio mwanaume umenituma nikuje kuishi na yeye. Niishi na huyu mwenye amelala na ng'ombe, huyu niishi na yeye. Huyu mwenye amelala na kuku, mimi niishi na yeye. Kwa sababu Mungu alikuwa ameona na Hawa naye alikuwa amekaa hapa ameona. Mpendwa, kama hata mwangepika recha aanguke mtiani, aone mnyama mzuri amtamani, maana anasema ya kwamba hata mwakasema sioni cha kunipendeza na cha kufanana nami, lakini nimaliza kazi. Hiyo ndiyo ilikuwa mtiani hata mwakapita. Lakini kama hata angesema nimeona hapa mnyama ametoka kwa utongo anafanana na mimi, nimeona hapa ndege imetoka kwa utongo kama mimi nafanana na mimi, mpendwa, hata angeambia Mungu, Mungu tafadhali na kuomba, siwezi ishi na huyu mtu. Mtu mwenye analala na kuku, mimi siwezi kuishi na yeye. Mtu mwenye analala na ng'ombe, mimi siwezi kulala na yeye. Mtu mwenye analala na mbuzi, Mungu, bibi siwezi kujifunika na yeye blanketi. Mtu mwenye mpendwa, wewe ashumu tu mwanamke yako akupate wewe umependa mbuzi, mwanamke yako akupate umependa ng'ombe, akupate kwa ng'ombe ama kwa kondoo. Mpendwa, fikiria, atakuja kwa nyumba yeye usiku, utakuwa na mwanamke hapo kwa nyumba. Hivyo ndivyo hivyo mpendwa, wakati mambo inaharibika, inatakiwa ukae ukichua kwamba kuna mtihani Mungu anakuwekea. Kitu kile unahitaji kiko tu pale kimekuangalia, na kwa vile kina macho na kina akili, kinakupima wewe, kione wewe ni mtu wa aina gani, wewe ni mtu ambaye una uamuzi gani, wewe ni mtu unajijua ama haujijui. Ndio mpendwa, unaona kwa sasa kuna akina tata hata licha ya kwamba wana sura mzuri hawezi kuoleka. Kuna ndugu ambao wana uwezo, wamesoma, wana fedha, wana maumbile mazuri, wanaitwa handsome, lakini hawawezi kuoa. Ni kwa sababu ya nini? Katika ulimwengu wa kiroho, huyu mtu anaweza kuwa ameoa ng'ombe, huyu mtu anaweza kuwa ameoa umbwa, huyu mtu anaweza kuwa ameoleka na umbwa, huyu mtu anaweza kuwa ameoleka na punda, huyu mtu anaweza kuwa ameoleka na mbuzi. Sasa mwanamke ambaye anatoka kwa Mungu, Mungu akimwambia mwanamke ya kwamba enda uishi na huyu mtu, mwanamke anasema Mungu, haiwezekani. Siwezi kuishi na mtu ambaye unamuona si yako na ng'ombe, unamuona ako na mbuzi. Nitaweza kuishi namna gani na mtu ambaye ako na mbuzi? Nitaweza kuishi namna gani na mtu ambaye ako tayari ameoa ng'ombe? Kuna wanaume wapendwa ambao kwa sasa hivi unasema angeoa lakini hawezi kuoa. Ako na nyumba, ako na fedha, ako na shamba, ako na kazi, lakini hakuna ndoa. Ni kwa sababu ya nini? Mwanamke ni spirit, na hiyo spirit haiwezi kuenda mahali ambapo kuna mwanamke mwingine kwa jina la umbwa, kwa jina la kuku au kwa jina la mbuzi. Watu wapendwa wameoleka na watu wapendwa wameoa katika ulimwengu wa kiroho. Na sasa mwanamke ili akuje anatoka katika ulimwengu wa kiroho. Kitu chochote ambacho kinatakiwa kikuje kio katika ulimwengu wa kiroho. Ni kwa nini mpendwa unaona ya kwamba hata sasa watu walikuwa na baraka nyingi lakini haiko? Watu walifika mahali wakaaputu miungu. Wakati waliaputu miungu mpendwa, hata shamba linatema mtu, linakataa mtu. Wapendwa, hata shamba hukataa mtu, linasema sitaki kuishi na huyu mtu. Shamba linatapika mtu. Ukiona
ukiona mtu alikuwa na shamba anauza linakwisha, mpendwa, shamba wale linatapika mtu, linamtapika anatoka ndani. Ukiona mtu alikuwa na magari ilikwisha, huyu mtu alifika mahali hapo akaanguka mtihani. Wakati alianguka mtihani, gari linazungumza, linasema mimi sitaki huyu, na akiniendea kuniendesha nitamkonga chini akufe. Hiyo ndio inaleta ajali, inafanya mtu unasema ya kwamba huyu mtu sijui alikuwa na gari, sijui wakamuibia, sijui akafanya nini. Inakuwa imetokea katika ulimwengu wa kiroho. Wakati huyu mtu alibarikiwa, hakujua mambo haya yalitoka wapi yakakuja kwake, na hakujua anaweza kuyalinda namna gani. Ndio mpendwa, mambo kama haya wakati tunapata maswali, wakati umeweza kupata watumishi wa Mungu kama sisi ambao tumepewa neema na kufunuliwa. Hii tunafunuliwa, hii si ya shule bwana. Wengine hatukusoma. Hii si ya shule, hii ni mambo unafunuliwa. Inatakiwa uulize kwamba kwangu kuliharibikia wapi? Ni kuonyeshe kwenye kuliharibikia. Maana sisi tunaishi katika ulimwengu wa kiroho na tunaishi katika ulimwengu huu wa mwili. Tunajua vitu penye download kutoka katika ulimwengu wa kiroho, download sikuje katika ulimwengu huu, na wakati imekucha inatakiwa pia ukaweze kulinda. Mtu akifungua biashara anahitaji stock. Spirit ya stock ni nyingine, na spirit ya maintenance ni nyingine. Spirit ya kuprosper, ya kufanikiwa ni nyingine, na spirit ya kustawi ni nyingine. Sasa ili mtu aanze biashara na akaweze kufaulu, inatakiwa akuwe na spirit ya stock, akuwe na spirit ya maintenance, akuwe na spirit ya prospering, akuwe na spirit ya kustawi au kusucceed. Hizo spirit zote ine mtu akiwa nazo, huyo mtu ataanza kitu na atafaulu, atamaliza kama amesucceed. Lakini ukiona mtu anaanza kitu, unaweza kuwa na roho ya kuanza, ukuwe na roho ya stock, na huna roho ya maintenance. Kama hauna roho ya maintenance, hata kama utaanza biashara na mamilioni, baada ya muda mfupi itakuwa imekufa. Kama uko na spirit ya maintenance na hauna spirit ya kufanikiwa, utaanza na wateja hawatakuja. Kama uko na spirit ya maintenance na hauna spirit ya kufaulu, ya kusucceed ama ya kustawi, utafanya biashara, watu watatunga kwa mlango, watakuja wanunue vitu, lakini baada ya mwaka, baada ya kuzeeka, hautakuwa na chochote umeweza kuafikia. Haujaingia hatima yako, maana haukuwa na roho ya kufaulu. Hizi roho zote lazima tukaweze kupanga, ukaweze kuambia kwamba hapa unahitaji hii spirit na hapa unahitaji hii spirit. Mtu mwenye ako na poma lake, ako na kuku na ako na ng'ombe. Ng'ombe anaweza kupeleka kwa shamba na ikaweza kulima, na kuku anaweza kuchinjia mkeni, lakini huwezi kuchukua kuku ikaenda kulima. Na uwezi kuondoka asubuhi kwa sababu uko na kuku mingi, uende utoe maziwa kwa kuku. Mtu ako na ng'ombe, ng'ombe inatoa maziwa, anapika chai, na kuku inatoa mayai ama kuku itoe nyama. Sasa wewe uwezi kuchanganya, uwezi kutumia spirit ya stock ifanye maintenance, na uwezi kutumia spirit ya maintenance ifanye kufaulu. Kila kitu kinafanya kama vile ng'ombe iliyo na kazi yake kwa poma na kuku na kazi yake kwa poma, hivyo ma spirit naso sinakaa, kila spirit ikiwa na yake. Sasa kuna watu ambao wamepewa vitu, lakini baada ya kupewa vimeenda, na vile vimeenda utawekea mchawi, kumbe mwenyewe ulianguka mtihani. Hata Mohaku anguka mtihani. Alipopita mtihani, ndiposa maandiko yanatuambia katika Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 21. Aya, tuangalie pale maandiko yanasema nini? Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito. Baada Adamu kupita mtihani, Mungu akamletea usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa upafu wake mmoja, akafunika nyama mahali pale. Alipomletea usingizi, akatoa upafu mmoja, akafunika nyama mahali pale. Ndio nimekwambia kwamba Hawa alikuwa kwa upafu. Ndio nimekwambia nikianza kwamba kile unachohitaji kiko ndani ya kile ulicho nacho. Hawa alikuwa anatamani kitu cha kufanana na yeye, kumbe kitu cha kufanana na yeye
kiko ndani yake, kilikuwa ndani ya mwili wake, au alikuwa amekuja amekaa kwa upavu, hata wakati anasikia upweke, au ametulia tu amekaa pale anasimai, ama na amekaa pale akanacheka tu, wakati jamaa anapika taabu, wakati anakaa akihurumisha, hata ako anasimai amekaa pale. Ndio nataka nikwambia asubuhi ya leo mpendwa, hata hiyo shida ambayo unapitia, jibu lako liko pale limekuangalia. Sipo Mungu amekuletea karibu na wewe. Mungu kitu anataka ni kwamba unyenyekee, ukaweze kukubali katika mateso, katika kunyenyekea, katika mateso na maumivu ulio nayo, ukaweze kumtumikia Mungu. Wakati Mungu alikuwa na mpango na Yusufu alishikwa siku moja ndugu zake mpendwa, akawekwa kwa shimo. Wakati alikuwa kwa shimo, aliweza kunyenyekea, hakuweza kuzungumza chochote. Walimpikia bei ya kumuuza kama amenyenyekea. Ametoka pale mpendwa, akapelekwa kwa nyumba ya Potifa. Kwa nyumba ya Potifa akapewa mamlaka, anatumika katika utumwa, ako katika mateso, ameama katika nchi yake, lakini hajafanya dhambi. Wakati mmoja mtihani ukamkujia, mwanamke wa tajiri akamwambia nakutaka, lakini Yusufu akaweza kumwambia, nifanyeje nikaweze kumwasi Mungu na uasi mkubwa kama huu? Mpendwa, huyu mtu alikuwa kwa